Kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Ijumaa tarehe 10 Oktoba 2025 alikuwa na mikutano kadhaa kuanzia na Kardinali Luis Antonio Tano, kama wale waliohudhuria walivyoeleza, wakati ambapo Papa Leo wa 14 alijibu maswali ya hiari kutoka kwa wafanyakazi, baadhi hasa yakihusiana na wito wa mialiko ya utume wa kanisa kwa huduma kwa maskini iliyomo katika Direksi 10, yaani uhosia wa kitume wa Baba Mtakatifu. Asante kwa kazi yenu, asante kwa kujitolea kwenu. Papa aliwaambia wafanyakazi wa baraza hilo ambalo linafanya kazi kwa ajili ya Vatikani ulimwenguni kote katika maeneo mengi: uhamiaji, uchumi, ekolojia, afya, elimu na usalama. Wakati wa takribani saa 2 zilizotumika, Kardinali Fabio Baggio na Monsignor Anthony Ekpo, zawadi kadhaa ziliwasilishwa kwa Papa, ambaye pia aliwasalimia waliohudhuria moja mmoja, akisimama na baadhi kwa mazungumzo. Hasa Papa alibariki picha iliyowasilishwa kwake na mwandishi wa habari wa Mexico na mfanyakazi wa mawasiliano katika baraza hilo la kipapa. Papa Leo alimbariki mwanamke huyo na familia yake. Miongoni mwa mambo makuu ya ziara hiyo hatimaye ilikuwa ni baraka ya sanaa lililithi, mada mbalimbali inayozungumzia na dhamira ya kukuza utu wa binadamu wa watu wote bila ubaguzi, kwa kuzingatia hasa wanyonge, wasiobahatika na waliotengwa. Ndugu msikilizaji, Papa Leo aliwasili Trastevere mapema alasiri. Gari lenye vioo vyeusi lililombeba Papa likisindikizwa na maaskari wa Vatican na mawakala wa ukaguzi wa Vatican, mara moja lilivutia hisia za wakazi, wapita njia na watalii wengi katika eneo hili, zaidi mgeni na kila mtu. Papa Leo akikaribishwa kwa nderemo na shangwe aliposhuka kutoka kwenye kigari chake na kukaribia kipaza sauti, alitoa salamu isiyo na maandishi kwa Kihispania. Aliwakaribisha wageni wote kufika mjini Vatikani, akipaita mahali pa mashahidi wa Mtakatifu Petro. Ni furaha kukutana nao na kuweza kuwapa baraka, alisema, huko akisisitizia maana muhimu ya huduma ya Kihispania nchini Marekani. Wao kupitia huduma wanayotoa katika huduma, ni wazi kwamba ni ushuhuda ambao ni muhimu sana, pengine hasa Marekani, lakini pia ulimwenguni kote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amechapisha waraka wake wa kwanza wa kutufanya kuwa karibu na maskini. Kitovu cha upendo kwa maskini kiukweli ni moyo wa Injili yenyewe, na hauwezi kushuka daraja kama vile kimpira kidogo cha baadhi ya mapapa au aina za kisasa za kiitikadi, na haiwezi kuwakilishwa kama matokeo ya kijamii na kibinadamu ya nje ya imani ya Kikristo. Na katika tangazo lake, matokeo kwa ajili ya Bwana yanaunganisha yale ya maskini, anaandika Papa Leo. Kwa njia hiyo isiyoweza kutenganishwa, yote mliomtendea mmoja wa ndugu hawa wadogo zaidi mlinitendea mimi, anasema Yesu. Kwa njia hiyo hapa tupo katika upeo wa ufadhili.